Karibu sana Tricod Media na mimi ni Jose Skills. Hii ni sehemu ya pili ya historia ya kanisa ambayo wewe kama ni Mkristo hutakiwi kuikosa kabisa, kwa sababu simulizi hii au mafundisho haya yataweza kukusaidia wewe kuwa Mkristo imara kabisa ambaye hataweza kutetereshwa na kitu chochote kile. Tulizungumzia jinsi kanisa la kwanza au linaitwa Apostolic Church au Jerusalem Church au Jewish Christianity, jinsi ambavyo ilianza. Yani tunazungumzia lile kanisa ambalo lilikuwa linaongozwa na mitume wale wa Yesu. Tulizungumzia jinsi ambavyo hekalu la Mungu la kwanza jinsi lilivyoangushwa na jinsi ambavyo hekalu la pili lilivyotengenezwa na jinsi ambavyo kuliibuka mchanganyiko wa tamaduni na kupelekea kupatikana kwa madhehebu ya Kiyahudi ambayo tulizungumzia Mafarisayo, Masadukayo pamoja na Essene, na tuliona jinsi ambavyo Yesu alipatikana kupitia dhehebu la Essene, na tuliona tamaduni za Essene zilikuwa zipi, tamaduni za Mafarisayo zilikuwa ni tamaduni gani, na tamaduni za Masadukayo nao pia ilikuwa ni tamaduni gani, na kwa nini hao watu walikuwa wanapingana na Yesu. Kwa hiyo unaweza kuwa umeelewa ni kitu gani ambacho kilikuwa kinatokea hapo na mpaka kupelekea Yesu akauliwa, na ni kwa nini baadhi ya Wayahudi walikuwa wanasapoti kile kitu ambacho kilitokea kwa Yesu ni kutokana na madhehebu yalikuwa ni tofauti. Kwa hiyo kitu ambacho Yesu alikuwa anaamini kilikuwa ni kitu ambacho hakiaminiwi na madhehebu mengine na kupelekea kifo. Lakini pia tuliona jinsi ambavyo Yesu baada ya kufa, kuna baadhi ya wafuasi wake walishuhudia kwamba amefufuka, na kitendo hicho kikapelekea kupatikana kwa dhehebu lingine ambalo ndio linafahamika kama Jewish Christianity au linafahamika kama Apostolic Church pamoja na vitu vingine. Na kanisa hilo lilianzia wapi na liliishia wapi? Leo sehemu ya pili tunazungumzia kanisa la Jerusalem ambalo linafahamika kama Jerusalem Church au kwa hivi sasa kuna baadhi ya watu wanalifahamu kanisa hilo kama Apostolic Church pamoja na vitu vingine. Kitu ambacho nitaka tuzungumzie kwanza ni kwamba sehemu ambapo mitume 12 pamoja na Yesu walikaa na kula ule mkate na divai ilikuwa ni katika mlima Sayuni, na ndio sehemu ambapo walikuwa wanakaa pamoja na Yesu na kufanya mafundisho yao pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo kama ilikuwa ni sehemu ambayo wao walikuwa wanakutania na kupata mafundisho na saa za hapa na pale, pamoja na siku ya mwisho walikula sapa ile sehemu ile pale. Lakini pia inaaminika kwamba ile ndio sehemu ambapo walisherekea sikukuu ya Pentekoste, na ndio sehemu ambapo mitume wale 12 walishukiwa na Roho Mtakatifu wakaweza kunena kwa lugha. Lakini ndio sehemu ambapo Yesu aliweza kuongea nao kwa mara ya mwisho na kuambia wakaitangaza injili ambayo Yesu alikuwa amewapa. Kwa hiyo pale ndipo kanisa lilipoanzia. Kwa hiyo katika historia inasemekana kwamba ile ndio sehemu ambapo walikuwa waliendelea kufanyia mafundisho pale, kufanyia ibada zao, na ndio sehemu ambapo walikuwa wanaishi mwanzoni, na ndio sehemu ambapo kanisa la kwanza lilipoanzia. Viongozi wa kanisa hilo katika kipindi hicho alikuwa ni Peter pamoja na John. Lakini baada ya Herodi Agrippa wa kwanza kutaka kumuua Peter alikimbia pale Jerusalem na kwenda kuishi Antioch. Kwa hiyo baada ya Peter kuondoka pale Jerusalem, kanisa lilibaki chini ya kiongozi mwingine ambaye alikuwa anafahamika kama James, ambaye ni maarufu kama kaka yake na Yesu. Alitambulika kama kaka yake na Yesu au ni ndugu yake na Yesu kwa namna moja au nyingine. Lakini kuna baadhi ya watu wanatafsiri tofauti, lakini inasemekana hawa walikuwa ni ndugu yake na Yesu kwa sababu Josefu kabla ya kumpata Bikira Maria alikuwa na familia nyingine, na familia hiyo ilikuwa ni pamoja na James pamoja na kijana mwingine alikuwa anafahamika kama Simeoni, ambaye baada ya James kuuliwa, Simeoni naye pia akawa ameshika madaraka hayo. Lakini kwa kanisa mpaka kipindi hiki lilikuwa chini ya James kaka yake na Yesu pamoja na John. Kwa hiyo kanisa la Jerusalem Church au Jewish Christianity lilikuwa lina misingi au nguzo 3 ambazo alikuwa ni Peter, James pamoja na John. Kwa hiyo wao ndio walikuwa wanaendesha kanisa hilo, na ndio walikuwa wanapanga sheria na mifumo ya jinsi ya kuendesha kanisa hilo. Kwa hiyo Wakristo ambao walikuwa Yerusalemu, sheria zote za Kiyahudi walikuwa wanazifuata, lakini siku ya Jumapili walikuwa wameifanya siku
kwa ajili ya ukumbusho wa ufufuo wa Yesu. Kwa siku ya Jumapili walikuwa wanakutana pamoja na kula pamoja kama sehemu ya kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu. Kwa hiyo siku ya Jumapili baadaye Wakristo ndio tukaiadapt ikawa ndio siku ya kukutana na kusali kwa pamoja siku ya Jumapili. Kwa hiyo kundi la kwanza la watu ambao walikuwa wanaishi Yerusalemu lakini walikuwa sio Wayahudi, ambao waliamua kujiunga na kanisa la Jewish Christianity na kanisa hili la Kikristo, ilikuwa ni watu au ni kundi la watu walikuwa wanafahamika kama God Fearer. Hawa ndio jamii au kundi la watu ambao walikuwa ni sio Wayahudi lakini walikuwa wanaishi Yerusalemu, ambao walikuwa wanafuata pia baadhi ya tamaduni za Kiyahudi. Kwa hiyo walikuwa wanataka kumjua Mungu wa Wayahudi lakini walikuwa hawako tayari kubadilisha tamaduni zao au kubadilisha imani yao na kufuata tamaduni zote za Kiyahudi. Kwa hiyo baada ya Jewish Christianity kuibuka, basi wao wakapata nafasi ya kuingia, na hao ndio watu wa kwanza kujiunga na kanisa hili la Jewish Christianity, watu ambao walikuwa sio Wayahudi, yani tuseme ni wapagani. Kwa hiyo kundi hili lilikuwa ni kundi la vijana ambao wanaamini kuhusiana. Kwa hiyo kundi hili lilikuwa ni kundi la vijana ambao walikuwa wanaamini ukweli wa Judaism, lakini hawakuwa wametawazwa kuwa Wayahudi, ikiwa ni pamoja na kutahiriwa pamoja na vitu vingine walikuwa bado hawajavifanya ili kuwa Wayahudi kamili. Kwa hiyo kulikuja kukaibuka maswali kwamba hawa watu tayari wameshaingia katika kanisa hili la Jewish Christianity. Sasa ni nini ambacho wanatakiwa wafanye kuhusiana na tamaduni za Kiyahudi? Kuna baadhi ya waumini ambao walikuwa wanatoka katika jamii hii ya God Fearer pia walikuwa wanasema kwamba tunaweza kufuata tamaduni zote za Kiyahudi, lakini kuna baadhi ya watu walikataa kabisa kufuata tamaduni kwa sababu waliamini Yesu amekufa na kufufuka kwa ajili ya kuwakomboa dhidi ya sheria hizo na nini. Kwa hiyo walichotakiwa kufuata ni kitu kimoja tu, kufuata mafundisho ya Yesu. Kwa hiyo sio kufuata tamaduni za Kiyahudi. Lakini kuna watu ambao walikuwa wanaamini kwamba kuna baadhi ya sheria ambazo wanatakiwa wazifuate na kuna baadhi ya sheria ambazo sio lazima kuzifuata. Kwa hiyo kukawa kuna mkanganyiko wa watu ambao walitakiwa kuzifuata. Lakini moja ya kundi la watu ambao waliibuka ni pamoja na kundi la Mtume Paulo, ambaye alikuja na idea ya kutofuata kabisa sheria za Kiyahudi kwa sababu Yesu amekufa kwa ajili yao. Kwa hiyo hawakuwa na sababu tena ya kufuata sheria kabisa, kitu ambacho walikuwa wanapingana sana na kanisa la Kiyahudi. Lakini James alikuwa ni mtu ambaye amekulia kwenye tamaduni za Kiyahudi. Kwa hiyo alikuwa anafuata sheria zote za Kiyahudi na alikuwa anasisitiza kanisa la Jerusalem Church liweze kufuata sheria zote za Kiyahudi. Lakini Paulo alikuwa ni mtu ambaye yeye sio mfuasi wa tamaduni za Kiyahudi, alikuwa anazipinga kabisa sheria za Kiyahudi. Kwa hiyo akataka watu wafuate sheria zao za kipagani kwa sababu aliamini Yesu amekufa kwa ajili yao. Kwa hiyo sheria zile hazifanyi kazi tena. Lakini kuna mtu mwingine ambaye alikuwa ni Peter au Petro. Yeye alikuwa katikati. Alikuwa anaamini kwamba kuna baadhi ya sheria watu ambao walikuwa sio Wayahudi walikuwa wanatakiwa kuzifuata kwa sababu ni msingi wa imani, lakini kuna baadhi ya sheria ambazo zilikuwa sio lazima kuzifuata. Lakini kitu ambacho kilikuwa ni utata sana katika kipindi hicho ilikuwa ni tendo la kutahiriwa. Wayahudi walikuwa wanaamini kwamba kutahiriwa ndio alama ya kutambulisha kama wewe ni Myahudi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima Myahudi atahiriwe. Lakini wapagani walikuwa na imani nyingine kuhusiana na ile ngozi ambayo inakuwepo usipotahiriwa. Kuna jinsi ambavyo walikuwa katika kiimani, kuna jinsi ambavyo walikuwa wanakuchukulia. Kwa hiyo kama ukitahiriwa unaonekana kama kilema, kuna jinsi ambavyo walikuwa wanadharaulika wale ambao wameamua kuchukua hatua hiyo. Kwa hiyo wapagani wengi walikuwa wako tayari kufuata sheria nyingine, lakini walikuwa hawako tayari kutahiriwa, na kitu ambacho kilikuwa ni muhimu sana kwa Wayahudi. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo Mtume Paulo aliweza kuwasapoti wale ambao walikuwa hawako tayari kufuata kabisa sheria za Kiyahudi, na James alikuwa hayuko tayari kuwasapoti wale watu ambao hawako tayari kuingia katika sheria za Kiyahudi. Lakini Petro alikuwa yuko kati kwa kati, lakini alikuwa amegamia upande wa James kwa sababu ndio asili yake. Kwa alikuwa anawasapoti wapagani, lakini pia alikuwa anasapoti Uyahudi kwamba wawe kati kwa kati. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilikuwepo katika kipindi hicho. Baadaye waliamua kumaliza utata huo kwa kuweka kikao
na hatimaye waliweza kukubaliana kwamba wapagani hawawezi kwenda kwa Wayahudi na Wayahudi hawawezi kukubaliana na upagani. Kwa hiyo basi wakakubaliana kwamba kanisa la Jerusalem litadili na wale watu ambao watakuwa tayari kukubali kubadilisha tamaduni zao na kuingia katika tamaduni za Kiyahudi. Kwa hiyo baada ya Paul kupewa mamlaka ya kusimamia kanisa la watu ambao sio asili ya Kiyahudi, yani wapagani, Paul alianza movement yake. Movement ambayo ilikuwa kubwa sana, na mafundisho ambayo alikuwa anayafundisha ilikuwa ni mafundisho ambayo ilikuwa ni tofauti kabisa na mafundisho ambayo James pamoja na viongozi wengine wa kanisa la Yerusalemu walitegemea, na kupelekea kuibuka mgogoro mkubwa sana. Kwa hiyo kadri ambavyo Christian Church ilivyokuwa inakuwa, kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanaingizwa ambayo yalikuwa ni asili ya tamaduni nyingine ambayo Wayahudi waliona ni kufuru kwa tamaduni zao. Kwa hiyo mgogoro ulikuwa mkubwa sana na ukapelekea kundi hili la God Fearer pamoja na Pauline Christianity kuingia na mtafaruku mkubwa pale Jerusalem, na hatimaye viongozi wa Kiyahudi wakakubaliana kwamba wale hawawezi kukaa mahali pale. Kwa hiyo wakawa wamefukuzwa kwa sababu ya kwenda kinyume na sheria za Mungu. Kwa hiyo Pagan Christianity wakawa wamefukuzwa. Kwa hiyo pale ikabakia Jerusalem Church au Jewish Christianity. Mwaka 62 AD James aliweza kuuliwa kwa sheria kutoka kwa viongozi wa serikali ya Kiyahudi, lakini baada ya James kufariki nafasi yake iliweza kuchukuliwa na Simon. Huyu Simeon pia naye alifahamika kama ndugu yake mwingine na Yesu. Kwa hiyo naye pia aliendeleza harakati hii, na mwaka 70 AD tayari Jewish Christianity ilikuwa imeshakuwa sana na fujo ilikuwa ni kubwa sana kati yao wao na Waroma. Na katika kipindi hiki inasemekana kuna moto ambao uliwaka, na ikaaminika kwamba ule moto ulisababishwa na our Jewish Christianity na kupelekea kutokea vita kubwa sana, na hekalu la pili ndipo likaweza kuteketezwa na vita ikawa kubwa, na ndiyo idea ya Waroma ya kuwateketeza Wayahudi ilipoingia hapo. Kwa hiyo Wayahudi waliteketezwa, walifukuzwa, wakataka kuteketeza imani, kuteketeza tamaduni na kufutilia mbali ile kabila la Wayahudi. Kwa hiyo ndipo ilipobadilishwa kutoka kwa Israeli na ikaitwa Palestina pamoja na vitu vingine, ili kuweza kuondoa asili ya Wayahudi. Kwa hiyo kitendo kile kilisababisha kanisa pia la Jerusalem nalo liweze kusimama. Viongozi wale walikimbia pamoja na watu wengine, kwa hiyo eneo lile likabaki empty. Inasemekana kwamba viongozi hao wa Jewish Christianity walikimbilia sehemu inayofahamika kama Pella, na mwaka 130 AD wale viongozi pamoja na jamii ya Wayahudi waliweza kurudi mwaka 130 AD, lakini mpaka kipindi hiki tayari Christianity Church tayari ilikuwa na nguvu sana, na wengi waliweza kurudi katika eneo lile ambalo lilikuwa ndio hekalu la mfalme, na wakaweza kufungua makanisa yao pamoja na masinagogi yao kwa ajili ya kuwafundisha watu. Kwa hiyo wakakuta imani ambayo imeshika nafasi katika eneo hilo ni imani ya Christianity Church. Kwa hiyo wao licha ya kurudi walishindwa kuweza kuishinda nguvu lile kanisa, kwa sababu tayari lilikuwa lishakuwa kubwa sana na wao ndio wanatawala eneo lile. Kwa hiyo licha ya wao kuwa ndio wenyeji wa Israeli, lakini walipofika pale wao ndio walikuwa wageni. Inasemekana kanisa liliendelea, lakini walikuwa wanaendelea kwa uficho, kwa sababu imani ya Kiyahudi ilikuwa tena hairuhusi kuonekana hadharani ukiwa unaabudu kwa imani hiyo ya Kiyahudi, kwa sababu tayari walichukuliwa kama ni maadui wa dunia. Kwa hiyo ndipo kanisa la Jewish Christianity lilipopotelea hapa, na katika kipindi hiki ndipo Christianity Church au Christian Church lilipozaliwa. Huu ndio mwanzo wa Ukristo ambao tunauamini hivi sasa ulipozaliwa, kanisa lilipoibuka na kupata nguvu ya kuendeleza kile ambacho Mtume Paulo alikuwa anakiendeleza. Lakini katika kipindi hiki ndicho kipindi ambacho ile elimu ambayo Yesu alifundishwa kwa mitume wake ilipoishia. Nafikiri hapa kuna kitu ambacho utakuwa umekipata. Kwa hiyo tunapozungumzia elimu ya Yesu aliyowafundisha mitume 12 ni hii elimu ambayo imeishia kipindi hiki, na tunapozungumzia elimu ya Ukristo ambayo imefundishwa na Mtume Paulo tunaizungumzia hii ambayo inaanzia hapa kuendelea
mbele. Ni harakati nyingine ambayo nayo ni kubwa sana, ambayo watu walipigana na watu walikufa kwa sababu ya harakati ya Ukristo huu ambao tunauzungumzia, ambao ni Ukristo ambao uko nyuma ya Mtume Paulo, Ukristo ambao tunaweza tukasema ni pagan Christianity au Christian Church, ambao ndipo ilipozaliwa hapa. Nataka tuende taratibu ili uweze kuelewa. Katika episode ya kwanza tulizungumzia jinsi Ukristo ulivyozaliwa, mazingira ya Ukristo yalivyokuwa, elimu ya Yesu pamoja na imani yao ilipokuja kuzaliwa baada ya Yesu kufa. Lakini sehemu ya pili tumezungumzia Ukristo ambao Yesu aliuacha na kuwakabidhi mitume wake ulipozaliwa na mpaka Ukristo huo ulipokufa. Sasa hivi tunaishia hapa, lakini katika video inayokuja tutakuja kuzungumzia Ukristo ambao tunasema hii ni Christianity Church, ambavyo lilizaliwa kipindi hiki mpaka kipindi ambapo Ukristo huu ulikufa na kuzaliwa Ukristo mwingine. Nadhani kadri ambavyo tunaenda utaelewa kila kitu na utaweza kujua unasimama upande gani, na lengo sio kukufanya uwe dhaifu, ni lengo kukufanya uwe strong ili uweze kusimama katika ukweli na usiweze kutetereka na mawimbi yoyote ambayo yatakuja kukupitia baadaye. Baada ya hapo ndipo tutaanza kujifunza elimu ambayo nataka tujifunze, ambayo itakuwa na maana kubwa sana. Hii ni utangulizi wa masomo ambayo natamani wewe kama Mkristo uweze kuyafahamu na uweze kuwa na nguvu ambazo mitume wale wengine walikuwa nazo. Mimi ni Joseph Skills na hii ni Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.